Nyamaza. Yesu na asifiwe. Amen. Naenda kusoma katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 14 mstari ni ule wa 13. Amen. Na tukafika mstari wa 14. Amen. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa kuwa hawa Misri mlioona leo hamtawaona milele. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Hii ni maneno ambayo mtumishi wa Bwana baada ya kuhifadhiwa na Bwana, baada ya kuitwa na Bwana, andiko inatuambia kwamba baada ya Musa kuitwa na Bwana alikuwa anachunga ng'ombe za mkwe wake. Bwana na akamwita na akamwambia kwamba nimesikia kilio cha watu wangu, nimeona kuugua kwao, nimeona kuumia kwao, nimekutuma uende ukanene na wao, ukawaambia ya kwamba Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, je, Mungu wenu amenituma nikuja kuwatangazia ya kwamba there is no permanent problem. Nikuja kuwaeleza ya kwamba wakati wao wa kutembelewa. Bwana Yesu na asifiwe. Andiko inatuambia ya kwamba baada ya Musa kuona kicheka ambacho kilikuwa kinawaka, ambacho kilikuwa kinateketea, akashangaa sana. Baada ya kushangaa sana, Biblia inatuambia ya kwamba naye atasikia sauti, sauti ikimwambia ya kwamba ukatoe kiatu, kwa mahali ambapo upo mahali patakatifu. Bwana Yesu na asifiwe. Baada ya Musa kusikia sauti ya Bwana, Bwana alituma ni kwa ajili ya kumtetea. Bwana Yesu na asifiwe sana. Baada ya Musa kusikia sauti ya Bwana, Biblia inatuambia ya kwamba Bwana akaamua kumtumikia, Bwana akaamua kumtumisha, Bwana akaamua kumtendea. Na Biblia inatuambia ya kwamba naye akaenda katika mkwe wake, akaenda katika watoto wake, na wakati walipomwona waliona mtu ambaye amebadilika, mtu ambaye sio yule ambaye alikuwa naye asubuhi, mtu